Jahazi TV. Jamii inaendelea kushtushwa na taarifa za kifo cha binti mmoja aliyefariki dunia baada ya kufuata mfumo wa lishe yani diet wa kula matunda pekee kwa muda mrefu, hatua inayodaiwa kuathiri afya yake kwa kiwango kikubwa. Taarifa za awali zinaeleza kuwa binti huyo aliamua kutumia njia hiyo ya diet akilenga kupunguza uzito na kuboresha muonekano wa mwili bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu, marehemu alianza kuonyesha dalili za kudhoofika mwilini ikiwemo uchovu wa kupindukia, kizunguzungu na kukosa nguvu za mwili, hali iliyosababishwa na ukosefu wa virutubisho muhimu kama protini, mafuta, madini na vitamini mbalimbali ambavyo mwili wa binadamu huhitaji kwa uwiano maalumu. Licha ya dalili hizo, inadaiwa aliendelea na dayati hiyo hadi hali yake ilipozidi kuwa mbaya na hatimaye kupoteza maisha. Wataalamu wa afya wameeleza kuwa kula matunda pekee kwa muda mrefu ni hatari kwa afya, kwani mwili wa binadamu unahitaji lishe kamili ili mifumo yake ifanye kazi kwa usahihi. Diet kali bila usimamizi wa kitaalamu inaweza kusababisha matatizo makubwa ikiwemo kushuka kwa sukari mwilini, upungufu wa damu, kuharibika kwa viungo muhimu kama moyo na ubongo. Tukio hilo limeibua mijadala mipana katika jamii kuhusu mitazamo ya urembo, shinikizo la mitandao ya kijamii na matumizi holela ya mbinu za kupunguza uzito bila elimu ya kutosha. Wananchi wamehimizwa kutoiga mifumo ya diet wanayoiona mitandaoni bila kupata ushauri wa wataalamu wa lishe na madaktari. Wizara ya Afya na wadau wa masuala ya afya wameendelea kutoa wito kwa jamii kuzingatia ulaji bora na kutambua kuwa afya njema haitokani na njaa au lishe kali, bali ni matokeo ya kula mlo kamili na kuishi maisha yenye uwiano. Kifo cha binti huyo kimetajwa kuwa funzo kwa jamii nzima juu ya masuala ya kuchagua njia salama na sahihi za kutunza afya na mwili. Mimi ni Hanifa Ninga, Jahazi TV.